Baba, kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru asubuhi. Asante maana Bwana tumekuja nyumbani mwako na tumekuja tujua kuna matumaini. Tumekuja nyumbani mwako tunajua kuna uzima, kuna kuponywa, kuna kusamehewa, kuna kuokolewa. Ndio maana Bwana tumekuja mikono ikiwa mitupu, mioyo ikiwa mitupu, lakini najua tukitoka hapa tutashibishwa. Basi Baba, kupitia neno lako asubuhi ya leo tunaomba ongea na nafsi zetu. Ongea na mama yule, ongea na baba yule, ongea na mtoto yule, ongea na kijana yule, ongea na binti yule. Baba, ukatuhudumie katikati ya kusanyiko hili. Kila mtu aliyekuja na mzigo wote Bwana, kupitia neno lako naomba mzigo ukaondoke. Kila anayepitia katika magumu Bwana, kupitia neno lako naomba magumu yakatoweke. Baba, watu wako kuabudu kwa ushindi na kwa nuru ya uso wako. Mungu wangu, nakuomba katika jina la Yesu, kuanzia sasa Roho Mtakatifu wako kapata kuchukua nafasi katika ibada hii. Baba, kaongea na nafsi hizi ambazo ziko tayari kusikia neno, nafsi hizi ambazo zina kiu kubwa ya kusikia kutoka kwako. Baba, ukaongea mambo ambayo yatakuwa mazuri kwa ajili ya maisha yao. Roho Mtakatifu mtumie kama chombo na ukanene na kanisa lako, katika jina la Baba, jina la Mwana na Roho Mtakatifu, sote kusema amen. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Asubuhi ya leo kichwa cha somo ambalo Mungu amenipa neema kwa ajili ya kushirikiana na wewe kinaitwa Mungu wa yasiyowezekana. Kinaitwa Mungu wa yasiyowezekana. Kinaitwa Mungu wa yasiyowezekana. Ukijaribu tafakari miaka 20 iliyopita, ukimwambia kwamba mtu unaweza kuchukua simu ukainua ukapiga namba ukaongea na mtu Marekani, anakwambia inawezekana. Unanielewa? Wale watamani kidogo. Vijana wa siku hizo wanaweza kuwa wanajua. Lakini miaka michache iliyopita hapo nyuma kulikuwa kuna simu. Kulikuwa na simu za kuzungusha, unapiga unazungusha mpaka upate dial. Lakini baadaye leo unaweza kuwa sehemu yoyote katika Tanzania bila simu yoyote kuzungusha, kwa kutumia hewa tu unaweza kuongea na mtu atakiwa Mwanza. Kwa ina maana kuna mambo ambayo kwa sababu ya uwezo wetu wa akili umefika, inawezekana. Lakini naomba nikwambie kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Ndio maana nataka tuongee habari za Mungu wa yasiyowezekana. Mungu wa yasiyowezekana. Kuna mambo ambayo kwa namna ya kibinadamu hayawezekani. Haiwezekani mtu akaruka kutoka gorofani hapa Pasifiki. Lakini kwa Mungu inawezekana. Haiwezekani mtu akaugua ukimwi alafu akapona. Lakini kwa Mungu inawezekana. Haiwezekani mtu akawa ana matatizo ya kifedha, amezaliwa katika familia maskini after akawa tajiri. Lakini kwa Mungu inawezekana. Haiwezekani ukawa una ajira na ukaendelea kupata chakula. Lakini kwa Mungu inawezekana. Kwa kuna mambo ambayo kwa namna ya kibinadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu yanawezekana. Ukisoma kitabu cha Luka, pia kitabu cha Mathayo, sura ya 19, mstari wa 26, ndio itakuwa ni ndio msingi asubuhi ya leo. Naomba tusome pamoja. Mathayo 19:26. Biblia inasema, Mathayo 19:26. Biblia inasema, Yesu, Mathayo 19:26. Biblia inasema, Yesu akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa Mungu sio machache. Ugonjwa wako unaoona umeshindikana, iwe ni kumu, iwe ni ugonjwa wote wa kurithi, kwa Mungu yote yanawezekana. Mungu hawezi kushindwa kufanya wewe uweze kuwa tajiri. Naomba nikwambie, tumekuja katika kanisa la Mungu hapa kwa ajili ya kumwabudu asubuhi ya leo, kwa sababu tunamwamini Mungu wa yasiyowezekana. Matumaini yetu ni katika nguvu ya Mungu yasiyowezekana. Yale ambayo tunayaweza sio tatizo, lakini tumekuja kwa sababu tunajua kuna nguvu zaidi ya nguvu ambayo inaweza kutoa katika hali yoyote na kutupa vikawezekana. Yale yasiyowezekana inawezekana. Biblia takatifu imejaa mambo mengi ya watu ambao walifanya mambo yasiyowezekana. Tukianzia kwa Musa, mtumishi wa Mungu,
ambaye, au tukianzia kwa Abrahamu kabla ya Musa, tukianzia kwa Musa mtumishi ambaye alitoa Israeli katika nchi ya Misri, lakini tukianzia kwa Abrahamu ambaye ndiye alikuwa baba wa Musa huko nyuma. Abrahamu alikuwa maskini, amefika miaka 75 anakaa nyumbani kwa babake. Hali ni ngumu, hali ni tete, hali inatisha. Lakini kibaya zaidi, Abrahamu alikuwa tasa, alikuwa na mtoto pamoja na kuwa mke wake. Yaani ni shida juu ya shida. Alikuwa hana uwezo, wazazi wake maskini, hawana uwezo, ni maskini kabisa wa kutupa. Lakini kibaya zaidi, pamoja na kwamba ameoa mke katika nyumba ya baba yake, bado kikao kibaya zaidi kwa utasa. Mtu kama huyo amekaa mwaka wa kwanza mpaka miaka 75, ajue anaenda wapi. Amekata tamaa, ajui atakwenda njia gani, ajui atapita wapi. Lakini Mwanzo sura ya 12, Abrahamu anakutana na Mungu akiwa nyumbani kwa baba yake. Anamwambia, kukubariki nitakubariki, toka katika nyumba ya babako, nenda kule nitakuelekeza. Abrahamu anatii sauti ya Mungu. Mungu wa yasiyowezekana ni Mungu anaongea kwa sauti. Asubuhi ya leo kuna neno linaweza kuingia ndani mwako, ukalikamata, ukalishika ile, ukamtoa katika hali iliyokuwa nayo isiwezekana kwenda kwenye hali ya kuwezekana. Tunamtumikia Mungu wa yasiyowezekana. Abrahamu aliposikia sauti ya Mungu, Mwanzo sura ya 13, Abrahamu akawa tajiri sana. Haikupita muda, Mungu akampa Abrahamu utajiri usioweza kupimika. Biblia inasema kwamba akawa tajiri wa fedha na dhahabu. Alikuwa tajiri na tajiri sana. Biblia inaanza mpaka sana kwa fedha na dhahabu na ng'ombe na wanyama na mifugo. Leo katika hali ambayo unaona haiwezekani, umri wako bado ni mdogo sana, hujafika hata nusu ya miaka ya Abrahamu, umeanza kukata tamaa. Ninaomba nikwambie, ukiamua kuchukua hatua ya imani kwa Mungu yasiyowezekana, kwa Mungu yasiyowezekana, ana uwezo wa kubadilisha hatima yako katika shida ulionayo katika utukufu. Baada ya miaka 25 baadaye, mwaka 1999, Abrahamu akapata mtoto. Sara alikuwa ameshika kuzaa tayari miaka 99. Tunasema watu wa zamani waliishi miaka mirefu, lakini Sara aliishi zaidi miaka 120 akiwa mzee. Na Biblia inasema walikuwa wazee na wamechoka, mpaka viungo vyao vya ndani vya kuzaa vimekufa. Lakini Mungu asiyowezekana akasababisha tumbo likatengenezeka, akaweka mtoto, akazaa mtoto anaitwa Isaka. Amen. Bila kufanya hivyo tusikuwa na taifa la Israeli leo. Bila kufanya hivyo tusikuwa na Waisraeli ambao tunaona katika maisha haya. Lakini Mungu asiyowezekana akaweza kuumba tumbo, akaweka mtoto ndani, akafanya jambo. Kwa kuna mambo ambayo unaona kama yawezekani, lakini yuko Mungu wa yasiyowezekana ambaye anaweza kufanya mambo yakawezekana kwa jina la Yesu. Kwa ni swala kuchukua hatua. Ngoja nikwambie. Unajua unaweza kusema kwa jambo la kawaida. Abrahamu akutoka pale alipo kwa sababu Mungu alishuka na mbingu, ikaja wingu kubwa mbinguni, ukaja na malaika wakazunguka, wakacheza muziki pale, wakafanya jambo fulani. Sauti ilikuja. Asubuhi leo Mungu anaongea na wewe kijana. Umepita katika mlima muda mrefu, nataka nikupe utajiri. Toka. Acha mawazo yako ya kizamani. Anza kuniangalia mimi. Anza kunitegemea mimi, nitakuelekeza kwenye mafanikio. Anza kunitumikia mimi kwa bidii na nguvu zote, nitakuelekeza kwenye utukufu. Sauti ya Mungu bado inaongea na watu leo, lakini aliweza kusikia ni Abrahamu wakati ule. Sio kama kulikuwa kuna watu wengine. Kulikuwa na watu wengine wengi katika kizazi kile. Lakini Abrahamu akaisikia sauti ya Mungu na Mungu akamwelekeza kwenye ushindi. Yeye ni Mungu wa yasiyowezekana. Kwa tunaona mtu anatoka katika umaskini anaingia katika utajiri. Mtu anatoka katika shida anaingia katika ushindi. Lakini hatuendi mbali. Natoa tu mifano michache kwa sababu ya kuweza kufanya somo liweze kulenga asubuhi ya leo. Tunakutana na mtumishi wa Mungu Daudi. Daudi anazaliwa katika nyumba ya Yese. Yese alikuwa mtu ambaye alikuwa na uwezo sana. Alikuwa mtu wa kawaida. Daudi alikuwa mtoto wa mwisho. Labda kama ulikuwa ujui, ngoja nikwambie. Mama yake Daudi alimtunga Daudi katika ukiwa. Baba yake Daudi alikuwa amemfukuza mama yake Daudi.
katika nyumba yake, akawa amemtoa katika nyumba. Alikuwa amempata mke mwingine, akawa anakaa naye, ambaye alikuwa ni house girl, alikuwa ni msaidizi wa mama yake Daudi. Kwa baba yake akawa amemuoa msaidizi wa mke wake, na akamchukia mama yake Daudi. Wakati amemwacha kwa muda mrefu, yule mama akapata mimba, akapata ujauzito. Kwa hiyo wakazani kwamba nchi yote wakajua kwamba amepata mimba kwa mtu mwingine, sio katika nyumba ile. Wakataka kumfukuza. Kumbe yule msaidizi wa mke wake Daudi alikuwa anafanya mpango usiku, wakati mke wake yeye usiku, kwa sababu alikuwa na mwanga, alikuwa anamchukua anampeleka bosi wake. Kwa yule bwana alikuwa amelala, kumbe anakuwa na mahusiano nani na bosi wake, mpaka akapata mimba, akapata Daudi. Kwa Daudi alizaliwa katika hatia. Ndugu zake walikuwa naamini sio mwenzao. Alikuwa anaonekana mtu ajabu, ndio maana akasema ngoja akae polini akaliwe na wanyama huko. Ndio maana Daudi anasema kwamba nilikutana na dubu na simba. Walijua atakufa. Walijua kila polini kuinda huko atakufa, walijua atakufa tu kila namna yake. Lakini Mungu wa yasiyowezekana akamwezesha Daudi kupambana na simba akiwa mtoto mdogo na dubu akaangamiza. Amen. Hajawahi kushindwa. Daudi huyo ambaye alikataliwa na ndugu zake, kuna vita vimetokea katika Israeli. Kuna jitu likubwa linaitwa Goliati. Wana wa Israeli wakaingiwa na hofu. Wakajua haiwezekani. Leo kuna Goliati katika maisha yako. Wanasema ajira hakuna. Lakini Mungu wasiowezekana anaweza kukupa ajira. Wanasema biashara zimekamata chuma, zimekaza vyuma. Lakini Mungu asiwezekana anaweza kufanya biashara. Kuna mambo ambayo unaona kwamba hayawezekani katika maisha yako, nakwambia kwa kusikia sauti ya Bwana asubuhi ya leo yanawezekana. Kuna ugonjwa unajisikia kwamba huwezi kupona, kwa sababu unaambiwa kwamba haiwezekani. Kwa sababu unaambiwa kwamba hiyo kitu kinachokusumbua katika mwili wako haiwezekani ukapona. Lakini napenda nikwambie asubuhi ya leo, Mungu asiwezekana, ukisikia sauti yake umepona katika jina la Yesu. Kuna neema ambayo inatembea katika Mungu asiwezekana. Daudi akaenda kupambana na Goliati. Wana wa Israeli wakajua ndio mwisho wake. Ndugu zake wakamtukana. Wakamwambia tunakujua na kelele chako. Akasema hivi, nikimpiga huyu mtu nitapata zawadi gani? Daudi anachukua silaha ambayo haiwezekani. Anachukua mawe kumpiga mtu amevaa chuma. Mungu ni Mungu wa yasiyowezekana. Naomba ujifunze kutazama manyonge. Chochote kinachokuja katika maisha yako kina sababu. Chochote kinachokutembelea katika maisha yako, unapata wazo lolote, mtu yote unayekutana naye, jua kuna sababu. Kwa maana katika hilo ndio Mungu atasababisha yasiyowezekana yakaweze kuwezekana. Chukulia serious chochote tunachoambiwa na kinachotokea katika maisha yako, kwa sababu kule ndio unaweza kuwa ndio mlango wa kukamata na kwenda kuinuliwa katika jina la Yesu. Daudi akampiga Farao, akampiga Goliati, na Goliati akamka chini chana, akaenda akamkata kichwa, na ikawa ndio mwisho. Ni Daudi huyo anaweza kupambana na Sauli. Daudi anavamia mpaka kambi ya Sauli akiwa amelala usingizi, anataka kuchinja, anaamua kumwamsha ili aweze kujua. Tunamtumikia Mungu wa yasiyowezekana. Lakini ukitaka kujua vizuri zaidi juu ya Mungu asiyowezekana, tunaenda kuangalia kitabu cha Mwanzo sura ya 14. Kutoka sura ya 14 ule mstari wa 5 mpaka 31. Kutoka 14 mstari wa 5 mpaka 31. Wana wa Israeli wamefika hatua, wameondoka Misri. Bwana amewapa neema. Wamefika sehemu ambayo mbele yao kuna bahari. Nyuma yao Farao anakuja na majeshi. Na wamechoka, wamekata tamaa. Wanafanyeje katika mazingira kama hayo? Unahitaji Mungu wa asiyowezekana kuweza kuvuka bahari yako. Unahitaji Mungu wa asiyowezekana kuweza kutoka pale ulipo kwenda kwenye hatua za utukufu. Musa ajui afanyeje, wana wa Israeli ajui afanyeje, lakini Mungu wa asiyowezekana. Ngoja nikwambie, Biblia inasema kwamba Musa alichukua hatua.
Biblia inasema kwamba Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Asubuhi ya leo Bwana anasema pamoja na matatizo ambayo unapitia, pamoja na changamoto kubwa ambazo zinapita kwenye maisha yako, songa mbele. Songa mbele. Usikate tamaa, usirudi nyuma, maana ni sumu. Songa mbele. Anapoambia wana wa Israeli wasonge mbele, ghafla anaambia chukua fimbo, piga maji, bahari inafunguka. Wana wa Israeli wanapita katika bahari chini. Ardhi ya chini ya bahari inainuliwa, kwa sababu bahari iko chini. Kwa ardhi yote inainuliwa kutoka chini kwa nguvu ya Mungu. Anaiweka kuwa sawa na ulevu ya udongo. Huku pembeni anaweka malaika wanazuia maji, na huko wanazuia maji. Kunatokea nchi kavu katikati ya bahari. Huku maji yanatembea, bahari inaruka. Sio kama maji yalikuwa yaruke. Huku shoto maji yanaruka. Lakini wana wa Israeli wanaambia songa mbele. Wanaanza safari ya kuvuka bahari. Walitumia masaa 12. Adui alikuwa wapi? Mungu wasiowezekana akamleta malaika, akaleta giza. Wana wa Israeli wanapita katika mwanga. Mungu wasiowezekana akaweka malaika kwa wana wa Misri wakaona giza. Ni Mungu wa yasiyowezekana. Ngoja nikwambie, unapochukua hatua ya imani na kumwamini Mungu wasiowezekana, kuna jambo linatokea katika maisha yako kwa ajili ya kutoa pale ulipo. Hebu tuangalie Agano Jipya. Hebu tusome kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 37. 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 Tusome kwa jina la Yesu. Anasema kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hiyo ni Mariamu. Inawezekana vipi bikira akapata mimba? Lakini huyu Mariamu alipona tofauti na mwenzake Elizabeth kule, mume wake. Utakueleza kuna nini kilitokea. Ngoja nikwambie. Kuna kahaba alikuwa anaitwa Rahabu katika maandiko matakatifu, ambaye Mungu wa yasiyowezekana alimfanya kuwa sabika na watakatifu. Kahaba wa kutupwa alimwamini Mungu wa yasiyowezekana, akawaruhusu wana wa Israeli kuingia katika nchi yake. Na kwa sababu alikubaliana na hilo, Mungu kwa kusikia sauti ya Mungu, alisikia sauti ya Mungu, alisikia sauti ya Mungu, alisikia sauti ya Mungu, Bwana akamhesabia na watakatifu. Leo tunamsoma kahaba akifanya kazi ya utakatifu. Haipo katika namna ya Biblia. Yale ambayo hayawezekani, Mungu anaweza kubadilisha. Wewe tunaikuona hapa mbele, mtu wa kawaida kabisa, ukawa ni tajiri kuinuka. Mungu anaweza kubadilisha ambaye ni mwanafunzi wa kawaida kabisa shuleni uweze na kufaulu vizuri, afanya kuwa kichwa katika nchi. Yuko Mungu wa yasiyowezekana. Yuko Mungu ambaye anabadilisha hatima na hali za watu mbalimbali kwenda kule kinachowezekana. Wakati tumeanza huduma mahali hapa, wale ambao wajui, wale wengine walikuwa, tulianzia kule chuo. Tumeshaanza vizuri, kasi imeanza kupatikana. Ghafla tunaambiwa na wewe mwenye jengo si wakati. Mwisho wa mwezi wa 9 wa 10, mwisho wa mwezi wa 9 mwishoni, ondokeni hapo pesa. Na ndio tulimaliza hata mwezi wa huduma. Tukajua ndio mwisho wetu. Nishindwa kumwambia mtu yoyote. Nikaendelea kumtafakari Mungu wasiowezekana. Nikamwamini Mungu kwamba hao watatupa muda. Nikaomba kuonana nao. Nilipoenda kuonana nao akasema kuna mtu anaingia hapa upesi katika hiyo sehemu yote. Kwa hiyo haiwezekani. Tafuta namna kwenda. Nilikosa usingizi wakati mwingine, lakini nikiwa na mlilia Mungu asiowezekana. Niliogopa sana kuambia watu, kwa sababu unawajenga vipi imani? Nikasema nitasimama na Mungu nimuone Mungu asiowezekana. Aliniita katika huduma. Bwana alipokuwa ameniita niambia nenda Kariakoo. Sikujiita mwenyewe. Nikasema ndio umeniita. Mimi nikakaa zangu Kigamboni. Ningeenda kufanya kazi zangu Kigamboni. Lakini akasema nenda Kariakoo, nimekuita kwa ajili ya kazi huko. Nikasema ndio Bwana. Unafika kwenye kazi nyingi, naambiwa ndio unatakiwa kuchukuliwe. Na wakati huo uliingia pale ukamshukuru Mungu. Bwana umefanya muujiza.
AC kiyoyozi cha kutisha mtu, jengo zuri, tukasema utukufu, 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 tukapiga magoti na kumshangilia Bwana. Ghafla naambiwa ondoka. Hatuwezi kuwa na watu ambao wana imani nyingine. Hatuwezi kuwa na watu ambao wanaamini Biblia mahali hapa. Imefika tarehe ya kuondoka, sina jibu. Lakini kwa wangu sipati shida kwa sababu namwamini Mungu wasiowezekana. Yule bwana akanipigia simu, akaniambia nakupa mwezi mmoja zaidi. Nikajua muujiza umeanza kuonekana. Nikajua sasa Bwana ameanza kufanya, nikaanza kufurahia. Nikajua sasa mambo yatakuwa nini? Yatakuwa mazuri, hapa tutabaki tu. Kwa nikaanza kukamata na kutamka matamko ya imani kwamba hapa ndio penyewe hapa. Siku 3 kabla ya kufika mwisho wa mwezi akanipigia simu, akaniambia hata kodi yako sitaki. Ondoka. Nasema Mungu inakuaje sasa? Mungu inakuaje? Nilipiga magoti katika madhabahu ile. Nikasema Mungu wa asiyowezekana. Mungu mwenye mamlaka na uwezo. Ingilia kati jambo. Hii kazi sio ya kwangu, hii kazi ni ya kwako. Fanya kitu cha tofauti, tokee jambo. Nikachua wale watu labda watapigwa, watashindwa watatokea nisaidie, lakini wala Mungu kufanya hivyo. Kwa sababu ni Mungu anajitegemea mwenyewe. Nilipomaliza maombi natoka chini kukutana na mtu, akaniambia bwana kuna sehemu ipatikana posta. Jengo la Idari Plaza. Twende ukapate, mzee mkubwa, tunaweza kwenda kumwabudu Mungu huko. Mimi nilishachukua nilipa mwaka mzima, njoo tumie. Nikasema yes, huyu ni Bwana. Bwana ametenda. Nikasifurahia. Nilipoanza kufurahia, sauti ikaja. Sijakuita posta. Niita posta kwa kama sijakuita wewe posta, kuna mtu mwingine ataenda huko sio wewe. Kama inakuaje? Sasa Bwana itakuaje swala hili? Hata nikisema nitafute sehemu nyingine leo, pesa inatoka wapi? Terms zitakuaje? Moyo wangu kapata shida. Moyo wangu haujui natoka vipi pale. Sauti kaniambia nenda jengo hilo. Nikawa na mashaka kwa sababu mali hapa sikuwa najua kama naweza kupata sehemu. Kwa hiyo nimehangaika sana na moyo wangu unapata shida. Niliwaza mengi. Nikaitile sauti. Ndani yangu kuna sauti inaniambia mambo mengi, nilikwambia tunaidharau. Mtu wako ndani Mungu anaongelea kila saa. Kwa nilipokuja mahali hapa, muujiza ambao ulitokea, nikajua Mungu wa asiyewezekana. Ni maamuzi yangu mimi nichukue kiasi gani, nikae sehemu gani. Muujiza wa pesa ulitoka wapi? Bwana alishusha watu waweze kufanya pesa. Mungu kashusha fedha, akashusha na sehemu, na sio ndogo. Ni sehemu ambayo ni posh, una nafasi kubwa, una uwanja mkubwa, ni sehemu ambayo umetulia. Sio kwa sababu ya mkono wa wanadamu, sio kwa sababu ya mkono wa mtu yeyote, ni mkono wa nani? Bwana. Kwa hiyo ninajua kama muda sio mrefu tunataka kujaza sehemu yote hii. Na hapana kwamba natosha hapa. Tunaenda kujenga sehemu yetu kubwa zaidi. Kuna sehemu ambayo inaitwa mji wa Bwana. Tunaenda kuanzisha. Ni mji mtakatifu wa Mungu ambao unaenda kufanyika. Ninamwamini Mungu asiyowezekana. Na utakuwa shahidi utakapoona mji mkubwa unajengwa kwa ajili ya huduma hii. Amen. Kwa sababu Bwana amekusudia jambo mema. Kwa napenda nikwambie kuna Mungu wa yasiyowezekana. Haijalishi unapitia katika jambo gani, haijalishi umekaa nyumba ya kupanga kiasi gani, amini Mungu atakupa nyumba yako katika jina la Yesu. Haijalishi unabangaiza, unapata shida kujua hata utakula nini, naomba nikwambie Mungu atakupa ajira yako kwa jina la Yesu. Haijalishi umepita katika wakati gani, biashara imejaribu hili kila pesa na goma, leo naomba nikwambie kama Mungu atakupa biashara yako kwa jina la Yesu. Cha msingi simama na Bwana. Usikengeuke wala usirudi nyuma, kwa maana Bwana yuko pale kwa ajili ya kusaidia katika jina la Yesu Kristo aliye. Naomba nikwambie kwamba Mungu wasiowezekana anahitaji mambo makubwa moyoni kwako. Ili kujiungamanisha na Mungu wasiowezekana unahitaji vitu vikubwa viwili. Ukivikosa hivyo, sahau. Kilichomuungamanisha Abraham na matokeo aliyopata, Mwanzo sura ya 12, amna anachokiona.
Mwanzo sio 12 yuko kwenye giza. Mungu anampa ahadi. Kilichomungamanisha Abraham na ahadi ambayo Mungu alikuwa amempa ni kitu kimoja. Na kunakwambia vitu viwili. Cha kwanza sasa. Ni kitu kimoja cha kwanza. Imani. 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 Imani ni kumwamini Mungu atafanya aliposema atafanya. Imani ni uhakika wa mambo tarajiwayo. Imani ni kuwa na uhakika. Alijua kwamba atakuwa tajiri. Anauona utajiri. Wala kugeuka nyuma. Ndio maana ngoja nikwambie. Ukisoma kitabu cha Warumi sura 4 mstari wa 19 na 20. Naomba tusome. Warumi sura 4 mstari wa 19 na 20. Warumi sura 4 mstari wa 19 na 20. Anamsema Abraham. Anasema yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akawa amekwisha kupata umri wa miaka 100, na hali ya kufa kwa tumbo lake Sara. Lakini sikiza kwa makini, akiona ahadi ya Mungu akusita kuto kumwamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika Mungu anaweza kufanya yale aliyoahidi. Unatakiwa ujue moja, kwamba una uhakika kwamba Mungu anaweza kufanya yale aliyoahidi. Kilichompa tumaini akushiwa imani. Bila sema kwamba akuwa dhaifu wa imani. Watu wengi wameshindwa kufikia pale Mungu alipokusudia kwa sababu walijenga udhaifu katika imani. Ukikosa imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Unapoamini neno ambalo linakuja mbele zako asubuhi ya leo, ninapotamka kwamba ninakuona mwaka huu ukiingia katika nyumba yako, katika jina la Yesu, ukasema amina na ukaichukua, hiyo ndio imani. Kwa sababu sitamki mimi, anatamka Bwana kupitia mimi. Ninapokuambia kwamba hali yako ya maskini inaenda kusambaratika leo na utakuwa tajiri mpaka utanuka utajiri, ukasema amina, ndivyo itakavyokuwa. Sio mimi naesema, ila ni Bwana anaongea kupitia katika madhabahu hii. Na kwa sababu umeamini, ndivyo inavyokuwa katika maisha yako. Aliamini kwamba yeye ambaye ameahidi. Ngoja nikwambie, kuna watu wana mawazo mabovu ambao shetani ameweka katika mioyo ya watu. Kuna watu wanaamini kwamba eti ukisema habari za utajiri, mafanikio ni kosa katika mwili wa Kristo. Shetani anapofusha akili za watu. Abraham alimtegemea Mungu kwa nini? Mungu alimpa mafanikio na utajiri. Ndani ya Yesu Kristo wanafunzi wake, tuliposoma sasa hivi katika kitabu cha Mathayo sura 19 mstari wa 27 28 29. Wanafunzi wa Yesu wakamwambia, hivi tumekufuata wewe, tutapata faida gani? Hakuna mtu ambaye anaamua tu kumfuata Mungu ajue hata kitakachotokea katika maisha yake. Haipo. Na ni maandiko. Wanamwambia tumekufuata wewe, tunakufuata wewe Bwana, tutapata faida gani mwisho wa siku? Akasema mtapata uzima wa milele. Moja. Lakini akasema hakuna anayemwacha baba yake mama yake na kunifuata mimi atapata mara 100 zaidi katika ulimwengu huu, mali, pesa na mahitaji yake, na baadaye ufalme wa Mungu. Kuna malipo, kuna baraka katika kufuata Mungu. Wala sio kama Mungu anakisia, ni ukweli. Kwa watu wanataka kupingana na ukweli wao. Ukweli ni huo, ni kwamba tunategemea kupata faida katika kumtumikia Mungu. Sisi ni watumwa ambao tusio na faida, lakini ndani yake kuna neema. Kwa wewe kinachokufanya unapojenga imani ya kwamba mafanikio sio mpango wa Mungu, ndivyo itakavyokuwa. Lakini ukijenga imani kwamba mafanikio ni mpango wa Mungu na naenda kufanikiwa, ukachukua hatua kwa imani, Mungu anakufanikisha katika jina la Yesu. Imani ni kuchukua hatua kufikia kile ambacho Mungu amekusudia. Abraham baada ya kuambiwa kwamba atamfanikisha Mungu, nitakayekubariki atabariki, utakayembariki atakubariki, nitambariki, utakayemlani nitamlani,
Abrahamu anachukua hatua ya kuanzisha bustani, anaanzisha shamba, anachukua hatua ya kufuga mifugo, akiamini yeye anayemwamini atamwezesha kufikia kile anachotaka. Ni lazima uchukue hatua ya kuanza kitu. Mwingine akaanza kuchukua hatua, akachukua tofali, akataka kwenye kiwele chake, akimwamini kwamba aliyesema hajakosea. Watu wakasema amechanganyikiwa, lakini katika kuchanganyikiwa kwake Mungu akamfanikisha kwa sababu hakunyuma. Kwa kinachokufanya upate kile ambacho Mungu amekusudia ni imani. Naomba tusome kitabu cha Habakuki sura ya kwanza mstari wa 5. Habakuki sura ya kwanza mstari wa 5. Habakuki sura ya kwanza mstari wa 1 anasema, angalieni enyi mlio kati ya mataifa, katazameni, kastajabuni sana, kwa maana mimi natenda tendo siku zenu, kwa mimi natenda tendo siku zenu ambalo hamtaliamini hata mkiambiwa. Kuna kitu Mungu anaenda kumfanyia mtu asubuhi ya leo mahali hapa katika jina la Yesu. Amen. Ambao watu wakisikia hawataamini. Kwa sababu mtu huyo ameamua kuchukua hatua ya imani na kumwamini Mungu yasiwezekana. Bwana Yesu katika kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 22 mpaka 24 anasema, mkiwa na amani na imani kama chembe ya haradali, mnaweza kuambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, na ukang'oka. Anasema chochote mnachokiomba mkiamini mioyoni mwenu kimekuwa chembe. Kuna nguvu katika imani. Mungu ni Mungu wa yasiyowezekana. Naomba utambue, Mungu ndio baba yako. Mungu sio mtu ambaye anasema yuko mbali nawe, sio jirani. Baba yako wewe anaitwa Mungu. Yesu Kristo ndio njia kwenda kwa Mungu. Kwa nini Wakristo wengi wameshindwa kufanikiwa? Tumebaki tukipiga kelele katika madhabahu na kueleza kuhusu mafanikio, lakini maneno yamekuwa mengi kuliko matendo. Kwa nini Wakristo wengi wameendelea kuwa maskini na maskini kila mwaka? Nini kimetokea? Nini kimetokea? Kwa nini kuna huduma zinaanzishwa na baada ya muda sio mrefu zinakufa? Nini kinatokea? Kwa nini watu wengi wanatoka katika ibada kama ya kufundisha kuhusu imani na baada ya kutoka hapa, baada ya siku 2 3 wanarudi pale pale walipokuwa? Nini kinatokea? Ni kwa sababu imani yao inatindika. Yesu anamwambia Petro, nimekuombea wewe imani yako isitindike. Kusoma kitabu cha Luka ambapo Bwana Yesu anamwambia, Luka 22 anasema, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka utawaimanisha ndugu zako. Ni mpango wa Mungu